Wengi wanafikiria maisha bora mtu labda ni kuwa na mali, akawa na asset nyingi, akawa na akaunti kubwa. Mwingine anafikiria maisha bora ni kuwa na starehe nyingi, akatumbukia katika starehe bila kujali, kwa sababu kila akifanya starehe hii anaona kuna nyingine itamstarehesha zaidi, ndio atakuwa maisha mazuri mpaka ikamaliza. Lakini kuna mtu anafikiria labda maisha bora ni kule kuwa ni mtu mwenye uhuru, mwenye mamlaka, akatafuta cheo hiki na kile, ili kila akiwa mkubwa fulani ndio atakuwa na maisha bora. Kuna watu hata wengine ufikiria maisha bora labda ni awe ni mtu ana uwezo wa kusafiri pale na pale, siaha, ni mtu anafanya utalii wa kutembea pale na pale. Mtu ukikaa naye kusabia, nimetembea nchi 20, 30, 40, nimekwenda abroad countries, sijui nimeenda wapi, aona haya ni maisha bora. Lakini maisha yote haya kama hayakusanyiki na imani, unakuta mwisho yake yanakuwa ni machungu, mwisho yake inakuwa ni dhiki. Utasafiri uende sehemu kwa furaha, lakini utakapofikia mahali ukiona mfuko wako umeisha, utaanza kujuta, kwa nini nimepoteza hii hela yote? Ile raha yote itakatika. Kila unachokifanya ambacho hakikuwa mchanganyiko wa imani ndani hakiishi vizuri kwako. Lakini maisha bora ni maisha ambayo yatamfanya mwanadamu awe na itminan, apate utulivu, apate sakina, aweze kuwa na hali ya kuridhika, hali ya kuridhika. Na nafsi ya mwanadamu haiwezi kuridhika ila itakapomkubali Allah tabaraka wa taala. Alladhina amanu tatma'innu qulubuhum lidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Wale walioamini mioyo yao inapata utulivu kwa dhikri ya nani? Allah. Mjue kwa kumtaja Allah tatma'innu alqulub, mioyo ndio inapata utulivu. Unapomweka Allah kwenye kifua chako akawa ndio mlengwa katika maisha yako, hapo ndio utaishi maisha bora, ndio utaishi maisha mazuri, kwa sababu kila linalokuja una hakika hili limetoka kwa nani? Kwa Allah. Kul huwa min indillah.